Kila familia lazima apatikane mtu mmoja ambaye anawasumbua wengine. Aidha anawasumbua kwa kuwa mvivu wa kutafuta maisha, mwingine anawasumbua wengine kwa kuwa mvivu wa kusali, mwingine anawasumbua wengine kwa kuwa mwizi. Ziko aina mbalimbali za usumbufu, lakini watu wa namna hiyo kwenye familia huwa hawakosekanagi, wasumbufu wa wengine. Sasa kwenye familia yenu lazima ujaribu kuangalia ni nani ambaye anasumbua wengine, na usiruhusu usumbufu wake ukakuharibia hatima yako ulionayo katika leo yako. Ni ndugu yako ndio, haina maana ya kwamba utambeba kwenye kila kitu. Kwenye mengine ukimbeba yatakuharibia ya kwako ulionayo sasa. Kwa lazima ujifunze kiasi katika kubeba ndugu zako, kiasi katika kusaidia ndugu zako, kiasi katika kushauri ndugu zako, ili usije ukajiharibia na ya kwako. Baadhi ya watu wamejikuta wanaishi maisha yasiyokuwa na furaha kwa sababu ya maumivu walioyabeba ya ndugu zao ambao ni pasua kichwa kwenye familia. Pasua kichwa kwenye familia, muombe, mshauri, muonye, ila usikubali upasuaji wake wa kichwa ukakupasulia na ya kwako. Na Mungu akubariki na akupe hekima ya namna ya kuwabeba pasua kichwa wa familia yako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen.